Hili jambo nililoongea tangu zamani. Utoaji wa taarifa kwa serikali ya Marekani ni mbovu sana. Ni mbovu sana kwa sababu kila mtu yuko na taarifa zake. Ukienda kwa Marco Rubio, mwenyekiti wa White House, ana taarifa zake na anatoa taarifa zake. Peter Hegseth, huyu ni mtu anasimamia masuala ya jeshi, ana taarifa zake. Caroline Rivers, msemaji mkuu wa serikali, ana stori zake. Ukienda kwa Donald Trump, ana stori zake. Sasa taarifa za uongo kutoka White House zimechangia kuongezeka kwa wimbi kubwa la vita kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani. Na taarifa ambazo Trump anaendelea kuzitoa zimevunja uaminifu wa Iran kuiamini serikali ya Marekani. Hiko hivi, kabla ya siku moja ya makubaliano yaliyofanyika Pakistan, Trump alitangaza J. Vance, makamu wa rais, hatoshiriki kwa sababu ya wasiwasi wa amani. Wewe unaendaje kwenye sehemu ambayo hakuna amani kwenda kusuluhisha? Kesho yake akatangaza J. Vance ameongozana na watu wanne kuwakilisha Marekani. Baada ya mazungumzo, Trump alitoka, hata timu haijarudia, yeye akatoka wazi na kutangazia kwamba Irani wamekubaliana na masharti yote ya Marekani, jambo ambalo sio la kweli. Na kuna vitu vilizungumzwa ndani ya meeting havikupashwa kutoka public mpaka vikamilike, lakini Trump aliendelea kuvitoa wazi. Na maana nikasema Trump hana siri, Trump bado uongozi unamchanganya. Sasa uongo wa maneno ya Trump yameharibu uaminifu wa Iran juu ya serikali ya Marekani. Nini kinachoendelea? Trump aliendelea kutweet, kutumia mtandao wake wa kijamii unaitwa Truth Social, akisema kwamba Iran wanaendelea kumsumbua, awasaidie mazungumzo ili aweze kufikia mwafaka. Jambo ambalo ni uongo. Hata Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, aliongea kwamba bana, haya maneno unaongea sisi hatujaongea. Sasa kitendo hiki ambacho yeye anafikiria ndio njia sahihi ya kufikisha ujumbe kwa watu kumuona kama ameshinda vita, na nilipost juzi nikasema Trump anatumia uongo kutaka kushinda vita. Leo hii sasa viongozi wa juu wa serikali ya Marekani wameilaumu utawala wa Donald Trump kwamba unaidhalilisha Marekani na kuiweka katika sehemu mbaya. Pasingekuwa na maneno ya Trump, mazungumzo kwa yameshafikia suluhisho muda mrefu. Lakini tatizo la Trump, anadanganya sana. Anadanganya sana kwa sababu gani? Yeye anaamini kwamba akitumia propaganda, njia ya kwa sababu anamiliki mitandao ya kijamii, TV kubwa zote, na hii ilipostiwa kwenye peji ya X ya rais wa Russia Donald Trump. Na Putin alisema hivi, ukitaka kupigana na Marekani huwezi kumshinda kwenye propaganda. Anamiliki TV, anamiliki vyombo vya habari 12,000. 12,000 ni vyombo vingi sana. Sasa yeye anaamini kwa sababu kwenye popularity, marais ambao wanaongozwa kwa wingi ni rais wa India, kisha anafuata Trump kwenye hii social media popularity. Lakini mtu ambaye wanatake attention watu akiongea ni Trump. So Trump anaamini kwamba maneno yake akiongea yanaweza kuipa nguvu na kuivunja Iran, kitu ambacho sio kweli. Haya, kupitia msemaji mkuu wa Marekani Caroline Rivers alitangaza siku ya Jumatano watakuwa na duru ya pili ya mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika siku ya Jumamosi ama Jumapili ya wiki hii imepita. Maana yake ilikuwa ni tarehe 18 ama tarehe 19. Haikufanyika. Trump anatangaza J. Vance atafika siku ya Jumatatu jana 21. Hajatoka hata hivyo. Jumatatu anatangaza atafika leo Jumanne, ili mazungumzo ya Jumatano. Anatoa hizi taarifa Tehran, ambao ndio wahusika wa kwa mazungumzo, hawajakubali kama watashiriki mazungumzo. Sasa utaratibu huu ambao umeendelea kuanzia mwanzo wa vita tarehe 28
umesababisha kutoa uaminifu mkubwa kwenye nchi ya Marekani, na hii ndio tatizo kubwa ambalo limefanya washirika wa Marekani wasimsaidie kwa sababu ya maneno ya Trump. So uongozi wa Trump unaishusha thamani na kuharibu utawala wa Marekani. Ndio hivi unaona Trump yuko peke yake, kwa sababu anaongea hiki, anaongea kitu kingine, jambo ambalo ni hatari sana kwenye msingi wa kidemokrasia. Sasa unajikuta yeye anachofanya Trump ni kwamba anaongea sana. Yaani Trump kwa siku anaweza akatweet hata mara 10. Alafu alivyokuwa hana kumbukumbu, ana tweet kukinzana na Twitter yake ya kwanza. Ndivyo anachofanya yeye. So anachofanya yeye sasa hizi ni kuhakikisha kwamba anaidhorotesha Iran kwa maneno. Serikali ya Iran haiwezi katetemeka kwa maneno, haiwezi. Wakati wako kwenye mjadala wa kusitisha vita siku 14 ambayo ilikuwa inaisha Jumatatu, tuko tunaamini Jumanne tutaamka Iran haipo kwenye mfumo. Trump anaendelea kufanya mambo yake ambayo kiuongozi haijawahi kutokea. Mfumo wa uongozi wa Marekani kwa sasa ni mbovu sana, na inaiweka serikali matatani. Na si tu kwamba eti anafanya kimakusudi, no, kachanganyikiwa Trump vita vimemchanganya. Hakuamini kama vita inaweza ikafika mpaka leo hii tunaongea. Hakuamini, kwa sababu yeye alijua tu kabisa kwamba hii vita ataimaliza kwa muda mfupi. Sasa haiko hivyo, na anajiuliza Iran, hii nguvu yake yote na hichi kiburi Iran anaitoa wapi? Mbona ni nchi ndogo, nchi maskini, nchi na watu wachache kukompea na nchi yake. Alikuwa anaamini Iran ni watu dhaifu sana. Alikuwa anaamini kama njia ambazo watatumia wakisikia fedha, kama alivyofanya kule kwa Maduro, wale viongozi wakati walivyomsaliti Maduro mpaka leo wanalalamika wajalipwa, akafikiri njia ataitumia Iran. Iran haiko hivyo. Niliwaambia Iran iko kwenye hii vita kwa sababu ya kupigania masilahi ya kesho, kwa sababu wanajua hii ndio vita yao ya mwisho ya kuhakikisha kwamba utawala wao unajulikana dunia nzima na unaheshimiwa. Sasa hauwezi kufanya mistake yoyote ile, na ndio maana unaona kauli yao ni moja. Ukienda kwa Mohamed Bagal, spika wa bunge, ukienda kwa msemaji wa jeshi Ibrahim Zalghafal, kauli yao ni moja. Ukienda kwa rais, kauli yao ni moja. Ukienda kwa Saidi Al-Ghachi, waziri wa mambo ya nje, ni moja. Ukienda kwa Majitaba Al-Khamenei, supreme leader, akitwiti, kauli yao ni moja. Ukienda kwa jeshi la majini, kauli yao ni moja. Hii inakudhihirishia kwamba Iran walijipanga na vita hata kwenye utoaji wa taarifa. Sasa mpango huu umevunja uaminifu kwa Marekani. Umevunja sana. Hakuna tena taifa linalomwamini Marekani. Kwa sababu gani? Huwezi kuongea hili na kesho ukaongea hili, kesho kutwa ukaongea hili. Haiwezekani. Hatuwezi kwenda kwenye utawala wa hivyo. Hatuwezi kwenda kwenye utawala wa hivyo. Haiwezekani kabisa. Itakuwa ni aibu kubwa sana, na ndio maana umeona dunia sasa hizi imechanganyikiwa. Iran rasmi wamekanusha kushiriki mazungumzo ya pili ya Pakistan ambayo Marekani alianza kuyatangaza kuanzia wiki iliyopita siku ya Jumatano kupitia msemaji wao mkuu Caroline Leavitt, na Trump pia